kuniumiza? Si nimekwambia kabisa nikuongoe taratibu, mwenzio unaniumiza. Kwanza ni laini hii, mbona unafanya makusudi wewe? Madam Janeti, umesema kichwa chako kinawasha sana na nikukuangue sana kwa sababu kina mba. Kwa hiyo kama kina mba nyingi, hiki kichwa hakina mba nyingi, hayo unaniletea ni makusudi kabisa. Wewe kama ulikuwa hutaki ungesema. Halafu hiki kichwa changu sikifananishe na kichwa chako. Umenielewa? Hicho kichwa chako unaweza kukikwangua hata na koleo. Hii ngozi yangu ni laini binti, tafadhali taratibu. Takung'oa meno. Umenielewa? Basi sawa madam, naomba unisamehe, nitajitahidi kufanya polepole. Kwangua taratibu bana. Hii ni ngozi yangu tena ni laini sana. Kwa hiyo kiniumiza na kuumiza na wewe. Wewe Leticia. Wewe. Wewe Leticia, amka bana. Amka. Leticia bwana, mwacha utaniamu, amka bana. Wewe. Amka. Wewe. Leticia, amka. Amka basi. Shemeji, karibu. Asante sana. Vipi? Unaendeleaje hapa? Si tuko salama tu. Sijui uko tokako. Uko nitokako mimi ni kwema kabisa. Karibu. Asante sana. Yule vipi? Mbona amelala pale chini? Alafu kuna tiles. Yule anasumbuliwa na mgongo. Kwa mgongo ulikuwa unamsumbua, nikamwambia ajilaze pale chini ili. Ai sawa. Lakini kama ana maumivu ya mgongo, kwa nini amelala chini kama vile? Kwa nini asingelala ndani? Kule ndani hawezi kulala. Kitanda kile sikinanesanesa. Na ndio maana naona hata kwenye sofa hajalala. Mgongo ukiwa unakuuma inatakiwa ulale chini hivi upate kunyooka. Ndio maana akawa amelala pale. Sawa. Anyway, na Mr. Ben vipi? Nimemkuta hapa. Yaani shemeji, una bahati mbaya kweli. Mr. umemkuta katoka. Na bado hajarudi mpaka sasa hivi. Basi sawa, kama ametoka, nadhani hata mimi mwenyewe sidhani kama nina budi ya kuendelea kubakia hapa. Mimi naomba niwaache tu. Lakini utanisalimia Leticia akiamka. Sawa, usijali. Sawa. Take care. Okay. Wewe Leticia, wewe. Amka bana, amka. Amka basi. Shemeji, ni wewe tena? Ni wewe tena shemeji? Hi. Kashaamka tayari. Okay. Aya. Baadaye. Haya sawa. Wewe Leticia, wewe. Hivi wewe Kindege una matatizo gani? Yaani wewe Kindege una shida gani? Yaani ni kitu gani ambacho huwa kinakusumbua mpaka kinakufanya unakuwa msumbufu? Hivi unajua usiku wa jana mimi sijalala kabisa. Yaani sijapata kabisa usingizi kwa sababu yako mzee. Muda wote unapiga simu,
nikiblock namba hii unanitafuta kwenye namba hii, unatuma sana message, yani inafikia sasa mpaka mimi nakosa usingizi kwa sababu yako. Hivi kwa nini unakosa mwelewa wewe? Shida nini mzee? Kichi, kuna kitu bado sijakielewa, na ndio maana nimekuita hapa. Nahitaji kujua ukweli uliopo. Hivi maneno leo nitamkia jana yalikuwa na ukweli ndani yake, au ulikuwa unatamka imradi umeongea? Kindege, unajua unanichekesha sana. Hasa ni kitu gani ambacho wewe mpaka sasa hivi hujakielewa hapa? Huo ndio ukweli mzee. Mimi nimeamua kushika njia yangu. Yaani mimi mpaka sasa hivi nimeamua kufanya maisha yangu, kwa sababu ni muda mrefu sana nimekuwa nikuvumilia mambo mengi, lakini leo mimi nimeamua kushika njia yangu. Na inabidi wewe tu ukubaliane na matokeo, na wewe ufanye maisha yako, fanya harakati zako. Yaani inabidi ukubali kwamba mimi Kichinje nime move on, na wewe fanya harakati zako. Kichi, hivi nimekukosea nini mimi mpaka unashindwa kuniambia kwamba nimekosea hapa? Au kukupenda kwangu ndio kosa langu? Kama nakosea kukupenda, hilo ni kosa linalorekebika. Ujiangalia ni pesa ngapi nimezitumia kwako. Sio kwamba mimi ninazo, bali nimekupa kwa sababu nakupenda, na nimekupa kwa mapenzi yangu yote, kwa sababu ni mwanaume ambaye nampenda, na gharama yote hainiumi kuitumia kwake. Kama kuna kosa nimekukosea, wewe niambie, nijue narekebisha wapi. Kindege, kifupi mimi sina sababu yoyote na sina muda wote kwanza kujielezea. Alafu kuhusu pesa zako, sawa, ulishawahi kunipa, lakini na mimi pia mapenzi nilikuwa nakupa hela yote. Yaani nilikuwa nakupa mpaka mwenyewe unaridhika. Na kitu kingine Kindege, katika haya maisha kila mtu ana machaguo yake. Yaani kila mtu ni dereva wa maisha yake. Na mimi pia nimeamua kufanya maisha yangu. Yaani nimeona njia sahihi ya kupita ni hii. Kama ambavyo watu wengine wanavyoamua. Wengine wanaamua kuwa walevi, wengine wanaamua kurefti magrupu, wengine wanaamua kuiba, wengine wanaamua kufanya mambo kadha wa kadha. Kwa mimi binafsi yangu nimeamua kutoka katika maisha yako na kukuacha peke yako. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja kujielezea, sio kukupa sababu, sio kitu gani nimekifanya, sio kitu gani hujakifanya. Mimi siko huko Kindege. Nilichokiamua mimi ndo hicho. Nadhani tumeelewana. Sijakataa. Ni kweli kwenye maisha kila mtu ana uamuzi wake. Lakini unapoamua, hakikisha kuwa uamuzi wako hauji kuujutia kwa baadaye. Maana kila uamuzi una faida zake na hasara zake pia. Unanitisha? Hauna maana gani? Yaani unanitisha ama? Nisikilize Kindege, mimi siogopi chochote. Yaani siogopi dudu wala mende. Na kama unanitisha chochote unachokitaka mimi sawa tu. Utakachoamua ukifanya chochote wewe fanya. Mimi niko tayari kupokea chochote kile. Ila tu ndio hivyo, mimi sipo katika maisha yako na siko tayari kurudi katika maisha yako. Basi. Sikutishi Kichi. Ila najaribu kukuambia tu na ukumbusha uhalisia uliopo. Nimekubaliana na uamuzi wako. Ila hakikisha kuwa katika uamuzi wako utakuja kuniona mbaya wala utakuja kunichukia. Nisikilize Kindege, nishakwambia mimi wewe unitishi kwa chochote, utakachokiamua ni sawa. Na kuhusu simu, mimi sitokupigia kama nilivyokuambia. Sitokupigia na uenda namba yako delete kabisa. Nisiwe kabisa na dokumenti zozote kuhusu wewe. Mimi sitokutafuta. Ila wewe tu ndio uzingatie kwamba ukome na ushindwe kunipigia simu zako na kunitafuta muda wote, mimi nashindwa kupumzika. Na kitu kingine Kindege, cha kuzingatia kabisa, usije ukanipigia simu tena. Yaani usije ukanitumia message wala kwanza kunipigia simu kaanza kuniharibia mambo yangu. Na sasa hivi hapa unaponiona nimekuja kusikiliza basi tu, lakini nilikuwa na ratiba kwenda kuzungumza na mpenzi wangu. Yaani naenda kukutana na penzi langu. Kwa hiyo sasa usije ukaanza kutuma message zako na kuanza kunipigia simu ukaja ukaniharibia uhusiano wangu. Tutagombana mzee. Yaani nitakufanyia kitu ambacho hutakuja kuamini katika maisha yako. Alafu Kindege, mbona wanaume wapo wengi? Tafuta mwanaume mwingine ambaye anaweza kukuridhisha. Yaani ambaye anaweza kanapiga mechi kama mimi, ambaye anaweza kukukamia. Achana na mimi bwana. Vipi Kindege? Mbona unaelewi? Sawa, nimekuelewa. Na kuahidi kuwa hutakuja kuona simu yangu ikiita ndani ya simu yako. Wala utakuja kuiona namba yangu ikupigia kwa bahati mbaya. Ila hakikisha na wewe namba yako haiji kunipigia hata kwa bahati mbaya. Have a good day. Nikutakia safari njema ya maisha yako.
Wateja zangu jamani, kama nilivyowaambia maduveti yametoka. Tunavyoendelea kuzungumzia hii biashara yangu, naomba tuendelee ku double tap the screen. Afu tushare na live ili watu waje wengi. Mimi najua kabisa watu wanaohitaji maduveti ni wengi. Nimepokea mzigo kutoka Dubai juzi tu hapo. Fanya hivyo, yani ifanya uode mapema, lipia mapema ili tumalizane kabisa, maana yako machache afu oda ni nyingi. Dada, samani, shemeji amesema amemaliza kuoga. Hivyo ameniambia uende ukamwandae. Sawa, mimi nasubiria muamala wako. Tena wewe Hamisa, naomba ufanye haraka. Ukishalipia mimi nitakutunzia, usipolipia sikutunzi shoga yangu. Dada. Kwani wewe Leticia una shida gani? Hivi unakuwaga na matatizo ya akili wewe binti? Hivi huoni kama mimi nipo hapa kazini kabisa nafanya kazi ya msingi? Unapokuja kuniita dada kitu gani? Au una shida gani ya msingi labda? Huoni kama mimi nipo kwenye biashara yangu na promote biashara yangu, wateja wangu waje waniungishe maduveti yangu, halafu unaanza kuniita dada? Una shida gani? Dada, lakini shemeji amesema amemaliza kuoga. Anataka ukamwandae aende kazini. Leticia, haya mambo situshazungumza. Wewe si nishakukataza kabisa mimi ukinikuta niko live sitaki wewe unaniingilia, kwa sababu mimi unanishushia live yangu kama hivi, wateja wanapanda, afu unakuja unaniingizia sauti, wateja wanashuka. Hivi uelewi kama natafuta hapa? Umenielewa na kuuliza? Kamwambie nipo na kazi. Sawa. Aya, toka. Jamani, tuendelee maana mambo yanakuwa mengi. Hamisa, mimi nimeshakwambia kabisa, mimi nakutunzia shoga yangu, nakutunzia. Kwa nini nisikutunzie? Dada. Sawa, wewe pia. Dada. Samani, ameniambia kuvaa amemaliza, ila amebakiza kupaka mafuta tu. Kwa hiyo anataka uende ukampake mafuta. Wewe binti, naona kabisa unanitafuta la rohoni. Yaani unanitafuta kabisa ili niongee tu nionekane mbaya. Hivi wewe unashindwa nini kumpaka shemeji yako mafuta mguuni? Nimeshakwambia nipo live, natafuta wateja wangu, natafuta hela waje waniungishe maduveti yangu. Halafu wewe unaenda unarudi. Una kazi ya kwenda na kurudi kuja kuniita hapa. Unashindwa nini kumpaka bosi wako mafuta miguuni? Au unataka tu niongee nionekane mbaya, si ndio? Dada. Yaani mimi nikampake mume wako mafuta? Yaani nimpake shemeji mafuta? Sasa hii inawezekanaje? Yaani kama tu nikimsogelea shemeji unalalamika na unanipiga. Nawezaje kwenda kumpaka mafuta? Wewe dada tu mimi nilikuwa nakuomba uende kampake mafuta aende kazini. Ndio nishakwambia sasa. Nenda kampake mafuta kwa sababu mimi niko bize na sitaki kabisa unanichanganyia masuala ya biashara yangu na hayo masuala ya mahusiano, sitaki. Halafu, huyo si ni mtu mzima kabisa jamani. Anaweza kujipaka mafuta mwenyewe, sio lazima mimi niende huko ndani. Na yeye anajua kabisa kuwa akinichanganyiaga masuala yake sio ya kumwandaa na live yangu, tunagombana. Na nishamwambia sahihi kabisa mambo ya kuingiliana nikiwa live. Na isitoshe, mimi sinileta dada wa kazi humu ndani. Kwani wewe kazi yako ni nini? Humu ndani sina mtoto, nipo mimi na mume wangu. Na kama tuko sisi wawili, majukumu yako ndo kama hayo ninayokuambia. Nenda kampake shemeji yako mafuta miguuni. Kwani wewe usichokielewa hapo ni kitu gani? Dada. Lakini mimi siwezi kumpaka mafuta shemeji. Wewe mwenyewe hutaki niwe na ukaribu na shemeji. Sasa inawezekanaje leo nikampake mafuta? Nenda tu. Leticia, nimekwambia hivi, siwezi kunyanyuka hapa, nipo naongea na wateja zangu. Kwa hiyo sasa nilichokwambia, nenda kampake mafuta. Kama uwezi, achana naye. Umenielewa? Haya, toka. Nitokee basi mbele yangu. Tuendelee jamani. Nimeitikia wito wako kama ulivyoniita. Nimekuja kukusikiliza. Nataka kusikia hicho kitu kipi ambacho sijasikia kwenye masikio yangu. Kindege, ni bora ungenisikiliza kwanza kuliko kunikashifu na kutaka kujua ni jipya gani ambalo nimekuitia hapa. Mimi sijakukashifu. Nimeongelea tu uhalisia uliopo. Hivi kuna mada gani mpya ambayo unaweza kaizungumza na sijaisikia kwa miaka yote hiyo? Kama una mada mpya unaweza kaiongea. Ni kweli hakuna jipya lolote.
ni yale yale ya siku zote. Kindege, unajua kuna umri wa kuchezeana na umri wa kujenga maisha. Alafu mimi na wewe ni watu wazima sasa hivi. Inabidi tukae chini, tujadili namna gani tuweze tukajenga furaha yetu na amani yetu. Unazungumzia amani? Ni amani gani unayotaka kuiongelea hapa? Yaani mimi nawe tujenge amani? Sidhani kama mimi nina shida yoyote ile mpaka inahitaji kujengeka amani kwangu. Labda hiyo amani unaizungumzia ni kwa upande wako. Mimi niko sawa. Nasema amani kwa sababu wenda anachopitia wenda nayo ukawa unakipitia pia. Unamaanisha nini kusema hivyo? Sina maana yoyote. Ila nitaka kumaanisha kwamba inatakiwa tujadili namna gani mimi na wewe tunaweza tukawa na furaha kwenye maisha yetu. Nisikize Seba. Nadhani nishaongea mara nyingi na wewe. Sikuhitaji, maana huniridhishi, hunipi chochote kile ambacho nastahili kupewa. Na mimi nikiwa kama mwanamke, nina hisia zangu. Siwezi ruhusu mwanaume ananipandisha hisia ovyo, afa anashindwa kuniridhisha. Yaani anashindwa kunifikisha pale ninapohitaji. Kwa hiyo basi, sidhani kama kuna kingine cha kuongelea hapa. Unaweza kaniacha niende. Unajua nimeshtuka sana kuona machozi ambayo ninamwaga mimi. Wewe ndio uko unamwaga pia. Na sijaelewa imekaaje. Lakini sio mbaya kwa sababu kila mfalme ana ufalme wake. Niachie huko. Nitolee maneno yako ya kipumbavu hapa. Maana sidhani kama unajipa la kuongea na mimi. Na sidhani kama una maana lolote la kunizungumzia. Wanawake bwana. Muda ule alikuwa analia kabisa. Anaonesha na uhitaji wa tendo. Lakini akija kwangu ni kama vile mtu aliyeshiba. Lakini sio mbaya. Ni lazima nitampata tu. Hivi mimi nina kasoro gani? Maana nikijiangalia nimekamilika kila idara. Lakini sio mbaya. Huyu lazima aingie kwenye himaya yangu. Kwa namna yoyote. Iwe mvua, iwe jua. Lazima arudi kwangu. Wewe. Nimemwona shemeji yako ametoka. Nini kiliendelea huko ndani? Nilienda nikamwambia kuwa umesema una kazi. Kwa hiyo amejiandaa tu mwenyewe. Vizuri. Kwa hiyo hakusema kitu chochote, alichofanya tu alijiandaa mwenyewe. Hapana, hajasema kitu chochote, lakini inavyoonekana amekasirika sana, yaani hajapendezwa na hichi kitendo kilichotokea. Achana naye. Mimi nitazungumza naye na kila kitu kitakuwa sawa. Sasa kitu ambacho natamani ni kukumbushe Leticia. Na sijui kwa nini leo umefanya hivi. Nishakwambia kabisa nikiwa live naongea na wateja wangu. Sitaki mtu anifuate na kuniingizia mada ambazo sio za msingi kabisa, kwa sababu mimi najua live yangu ni msingi kuliko kitu chochote, kwa sababu mimi na promote biashara yangu iende, niungishe vitu vyangu vinunuliwe ili faida niingize, nisipate losi. Haya, tukiachana na hivyo vyote, wateja wangu wanapanda, halafu unakuja unanipandishia sauti pale. Kwa hiyo wateja wanakuwa wanashuka. Wakishuka siwezi kupata wateja wengi. Na hicho kitu nimeshakwambia kwamba mimi ukiniona niko live usio unaniingilia. Kwa nini leo umefanya hivyo? Sawa dada, mimi nimekuelewa. Lakini mimi sijafanya makusudi. Ni shemeji ndo alikuwa ananiagiza. Kwa hiyo mimi nisingeweza kumpinga. Lakini naomba unisamee, najua nimekuuzi. Kumbe uliagizwa. Sasa siku nyingine ukiagizwa, ukinikuta niko live, usio unaniingilia kabisa. Ni heri urudi ukamwambie huyo aliyekuagiza kwamba yuko busy au hujaniona kabisa ili anifuate mwenyewe. Kwa sababu hayo maswala mimi najua. Ukiniingizia sauti watu wangu wanashuka. Kwa hiyo vipi kuhusu mafuta? Kwa hiyo ulimpaka au? Hapana. Mimi sijampaka mafuta. Nilimwambia nimsaidie kumpaka mafuta, akawa amekataa. Akasema atajipaka mwenyewe. Kwa hiyo amejiandaa mwenyewe tu. Vizuri. Vipi na hiyo ndo unaenda nayo wapi?
Hii ndio naenda kudeki kule sebreni. Sawa. Wewe nenda kadeki na uhakikishe unamaliza haraka. Sawa. Shugangu Tami huyo, mambo? Uko poa? Poa. Tami, samani. Nimekuwa kama bahati tumekutana hapa. Unajua toka jana usiku nimempigia Janeti simu yake lakini haipatikani. Na asubuhi nimejaribu kumpigia sana lakini sijampata hewani. Unaona una taarifa yoyote ile? Ni kweli. Nyumbani kwa Janeti jana umeme ulizingua. Kwa hiyo nadhani simu yake ilizima chaji. Kwa hiyo jaribisha kumpigia baadaye utampata. Lakini nimempigia sana na sijafanikiwa. Kwani unaenda wapi? Muda huu hapa sasa hivi naelekea kwa Janeti. Wow, imekuwa bahati sana. Kwa kuwa unaenda kwa Janeti, naomba nikuagize. Naomba ukifika ukamwambie kuwa ule mzigo alioniagiza tayari ushafika na sasa hivi uko dukani. Kwa leo sitapata muda wa kwenda nyumbani kwake kwa sababu mzigo ndio umefika leo na wateja ni wengi sana. Kwa hiyo nitakuwa busy sana na wateja. Kwa hiyo kamwambie aje achukue mzigo wake. Nisikilize we binti. Siwezi kutoa miguu yangu hapa nikaenda mpaka kwa Janeti kuzungumzia kuhusu biashara yako. Biashara yako inanihusu nini? Na hata kama nikizungumza, je, mimi nitanufaika na kitu gani? Nisikilize binti. Tusizoeane kwa chochote. Usinizoee kwa chochote kile. Sijui unanielewa? Tami, lakini mimi sijaongea kwa nia mbaya. Kwa kuwa unaenda kwa Janeti, ndio maana nimekuagizia. Mbona una paniki hivyo? Happy. Nizungumze mara ngapi? Kwa yote nilozungumza hujanielewa, si ndio? Unataka nitumie speaker sasa nikemee kila mtu ajue kwamba mimi nimezungumza. Nisikilize. Nimesema hivi, wewe pia una miguu. Kwa hiyo mimi sina mambo mengi. Wewe ndio upo bize mwenyewe, una duka, mimi sina duka. Mimi nahangaika tu, si ndio? Unavyoniona mimi napuyanga tu, sina mambo ya kufanya, si ndio? Wewe, usinizoe kabisa tena ukome. Nimekuagiza tu kwa busara kwa sababu najua ni rafiki yangu. Na pia Janeti rafiki yetu pia. Kwani kuna ubaya? Ubaya upo. Nishakwambia hivi, mimi na wewe hatuelewani. Sijui unaelewa? Yaani mimi nakupenda kama vile sikupendi. Kwa hiyo naomba usinizoee tena. Tena naomba unipishe niondoke. Mfuate wewe Janeti mwenyewe ukampe taarifa. Wewe vipi? Ndo kushaletwa hivi. Haya, wewe mwenzangu una shida gani? Au una nini? Mbona hivyo? Yaani Faida, ni bora ungeniacha tu kuliko hizo kelele zako unazoenda kunipigia hapa, tutakosana. Yaani wewe kindege wewe. Jana usiku nakwambia hujalala muda wote, unalia. Nikikuuliza shida nini, unaniambia eti niache, jibu lako ni hilo hilo. Afu asubuhi umetoka huko sawa wewe. Umetoka hapo uko sawa kabisa, lakini nashangaa sasa hivi umerudi umekaa hapo umejinunisha. Shida nini? Wewe unaniambia shida nini? Hivi Faida, ambacho uelewi hapa nilichoongea ni kipi ambacho kigumu kwako mpaka uelewi? Yaani shemeji yako anichanganya na nafika hapa anza kunipigia kelele. Yaani ile mtu nimelifumania huko, likanitafuta vizuri tu ikaniambia sijui nilikuwa nakufanyia prank nione kama unanipenda, nimelielewa. Yaani huwezi amini, na jana napo nimekutana nalo njiani na mwanamke yule, najaribu kumuuliza labda hii ni prank tena unanifanyia. Kanitolea maneno anayoyajua yeye, mara mimi sikupendi, wewe univutii, sijui ndo mwanamke wangu ambaye nampenda. Yaani maneno na unaanza kunichanganya hapa. Wewe kindege, hebu subiri kwanza. Kwani ambao umemfumania na ambaye amekufanyia hicho kitendo ni huyu Seba shemeji yangu ambaye namjua mimi au kuna mwingine? Na umeanza kunitibua. Seba kaingiaje hapa? Au umesikia nimetamka jina la Seba mimi hapa mpaka unamuongelea Seba? Hivyo ukoje? Lakini si nishakwambia huyo Seba mimi simpendi na simtaki. Kuna mwanaume mwingine ambaye nampenda na ndo ambaye ananisumbua mimi mpaka sasa. Huyo Seba ana nini? Mpaka nianze kunihangaisha akili yangu mimi saizi hapa. Wewe kindege wewe. Konta kuniambia tayari umeshanitafutia tena shemeji mwingine. Hujaachana na Seba tayari umeshatafuta mwanaume mwingine. Kwa hiyo hapo Seba ndo atakuwa mtu wa kutoa pesa, yeye ndo anakuhudumia kwa kila kitu ambacho unakitaka. Alafu muda huo kuna mwanaume mwingine ambaye anakufanya wewe haulali, muda wote unalia tu kwa ajili yake, si ndio?
Hivyo kinachokuuma hapo ni nini? Yaani kinachokufanya mpaka unapiga mikelele unaanza kuniongelesha mimi upumbavu wako. Hapa nyumbani ukihitaji pesa sina kupatia wewe. Ukihitaji vitu vyako si unapata. Kwa nini usiangalie tu hizo pesa ambazo zinapatikana unaanza kuongelea masuala sijui ya mahusiano yangu mimi, moyo wangu kumpenda mtu unanichagulia. Nimeshakwambia Seba simpendi, kuna mwanaume ninayempenda. Na ukiendelea kunichokoza, nitaondoka. Wewe Kindege, acha masiala wewe. Kwa sababu mimi shemeji yangu namjua ni Seba. Huyo mwingine mbona ananiambia bana kufanya mpaka sasa hivi ukose hela hapa, mimi simjui. Ila Faida naona kama leo unaniumiza tu kichwa. Kwani hapo makasiriko ni ya nini sasa? Na umeanza kunichanganya. Basi baki mwenyewe hapo, endelea kupiga mikelele yako unavyojua wewe. Mjinga wewe. Yaani mtu anakuelekeza bado arudia kile kile. Wewe Kindege wewe. Kindege. Kwa mwanaume mwingine anatoa pesa ndo kila kitu. Yeye ndo anamhudumia, afu kuna mwingine tena ndo anapendwa zaidi kabisa mpaka analiliwa kila siku. Jamani, haya mapenzi haya. Mbona ni kizungumkuti? Hata hivyo sijaona na muda mrefu sana na Kanoni. Wacha nikamtafute. Janeti, udugu wako kwa kupigia simu? Udugu wangu yupi tena jamani? Sio wewe Mwahu Happy? Eti nimekutana naye barabarani. Kanisimamisha, ananianza kulalamika eti anakupigia simu wewe haupatikani kwenye simu. Ni kweli kabisa nilikuwa sipatikaniki kwenye simu. Kwa sababu hata eti nilikwambia kwamba hapa nyumbani kwangu umeme ulikuwa unasumbua. Ndio maana. Alikuwa anasemaje kwani? Wewe acha tu. Wakati nakutana naye kanisimamisha, anadai kwamba ashaleta mzigo mpya. Kwa hiyo zumuni lake kwamba mimi nikuletee taarifa kwamba uende dukani kwake. What? Wewe Tami wewe. Usitake kuniambia kuwa Epi kakwambia mzigo mpya umeshashuka dukani kwake. Wallahi kabisa najua ameniletea zile nguo ambazo nilikuwa nimemwagiza. Ndio maana kaangaika sana kunitafuta kwenye simu ili mradi tu nizifati. Kwa hiyo sasa bila kupoteza dakika, naomba tuingie ndani nikajiandae then tuzifate. Janeti, hivi upo serious kweli wewe? Yaani mimi kutoka kwangu kote huko nimejitutumua, najua naenda kwa shoga yangu leo kushinda, kufurahia. Sasa hivi unaniambia tena, yani hata ndani kwako tu sijaingia. Na bado unadai eti twende dukani kwa Happy. Hivi kweli unachofanya ni kizuri kweli Janeti? Wewe. Sasa kwani kuna ubaya gani hapo jamani? Si tunatoka tu mara moja, tunaenda tunazifuata afu tunarudi tunakaa. Sasa hapo shida iko wapi? Tami muacha mambo yako bana. Twende ndani basi mimi nikajiandae afu then tuondoke. Sasa hapo kuna shida gani lakini? Hivi unajua nini? Yaani toka hiyo jana simu yangu ingekuwa hewani, basi ningekuwa nishazifuata muda mrefu sana. Hiyo ni sababu tu kwa sababu jana sikupatikana ndio maana sijazifuata. Na leo siwezi kukubali kabisa zilale nje. Naomba tuondoke tu kwa kweli. Kwa Janeti, unataka mimi tena sasa hivi jamani niende tena kwa Happy? Bwana muacha malalamiko. Naomba tuondoke. Twende bwana. Twende.